Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts na ukurasa wa Tiba Facts kule Facebook. Leo ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa. Leo tutajifundisha dawa ya kupandishwa cheo kazini au kufanywa uhamishwe sehemu nyingine ya kazi. Ima labda unafanya kazi Dar es Salaam, unataka uhamie Dodoma au uhamie sehemu nyingine, au umehamishwa sehemu wewe hujaipenda, unataka urudishwe sehemu fulani. Basi hii dawa inaweza ikakufanyaje? Ikakufaa. Au idha wewe unafanya kazi vizuri, unajituma, unaona cheo ulichopo hakiendani na hadhi yako, unataka upande juu, basi kuna namna ya kuweza kufanya jambo hili likawa jepesi kwako. Ni dawa ambayo unaweza ukaifanya mwenyewe, ukaitengeneza mwenyewe na ukaifanya mwenyewe. Kwa bahati mbaya dawa hii huwezi ukaipata duka la dawa za asili. Hapo ndio natakiwa tuelewane. Dawa hii hauwezi ukaipata kwenye duka la dawa za asili, ila unaweza ukaitengeneza mwenyewe. Maadamu tu mazingira yanaruhusu. Hata wewe ambaye unaona mazingira yanaruhusu, unaweza ukatafuta mazingira yanayoruhusu kufanyika jambo hili ukalifanya. Sasa dawa hii inapatikana au inatokana na mti unaoitwa mua. Huu ni mti ila unatumika kama chakula, watu wanakula. Ile juisi yake pia wanakamua, watu wanakunywa. Kwa hiyo kuna miwa aina nyingi, kuna miwa bungala, mua nini, lakini in short upate mua kama mua. Iwe mwekundu, iwe mweupe, iwe wanjano, iwe mweusi, maadamu ni mua unaweza ukafaa kwenye jambo hili. Sasa mua unapatikana wapi? Shamba. Kuna wale ambao wanaishi mijini wamepanda miwa kwenye mabustani. Kuna wale wanaoishi shamba, miwa wameipanda mashambani kwao. Basi vyovyote itakavyokuwa, ukipata mua unaweza ukakufaa kwenye kutengeneza dawa hii. Kwa hiyo leo tutajifundisha dawa hii. Kwa wale ambao walikuwa wanasema ofa tulishamaliza muda mrefu kidogo, lakini huenda tukawa tuna ofa ya Mei Mosi, lakini bado hatujajua tutaipanga vipi, kwa sababu kunaweza kukawa kuna maingizo mapya au yakawa bado yale ya vitabu vile vya awali, kwa sababu kuna vingine vinakuwa bado havijakamilika. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna mabadiliko tutaambizana, kama ofa itakuwepo pia tutapeana taarifa, lakini tutegemee kwenye Mei Mosi tunaweza tukawa tuna ofa ya siku 3 au 5 kwa ajili ya sikukuu ya wafanyakazi ambao ni tarehe 1 mwezi wa 5. Sasa unaweza kutangaziwa tarehe 2 kabla ya tarehe hiyo ya Mei Mosi kwamba ofa itaanza lini na itamalizika lini. Kwa kama ulikuwa unajiandaa kwa ajili ya kupata vitabu kwa bei ya ofa, basi jiandae na Mei Mosi. Utapewa taratibu, huenda tukatoa au tusitoe, yote inawezekana. Sasa tuiangalie dawa yetu tunajifunza vipi. Dawa ya kumpandisha mtu cheo au kufanywa ahamishiwe sehemu nyingine ya kazi. Kama unahitaji kupandishwa cheo au kuhamishwa sehemu moja kwenda sehemu nyingine ya kazi, basi unatakiwa utafute au utachukua mizizi ya mua iliyoota juu na sio ile iliyootea chini. Mua unakuwa na mizizi aina mbili. Kwa wale waliowahi kuishi mazingira ya shambani au vijijini unafahamu. Mua una mizizi ya ile ambayo imekwenda chini, yani imeosha ingia chini ya ardhi ambayo huioni kwa kawaida mpaka uchimbe labda. Alafu kuna ile mizizi ambayo baada ya mua kuota ukapanda juu, inaota tena mizizi mingine, inakuwa inabembea, haijagusa ardhi. Sasa hii ndo nayoizungumzia mimi. Hata mahindi huwa kuna wakati yanaota hivyo, lakini hatujazungumzia mahindi. Tunazungumzia kuhusu nini? Mua. Naona. Kwa hiyo ukipata ile mizizi ya miwa ambayo imeota juu haijagusa ardhi, ndio inayotakiwa hapa. Kumbuka mizizi zote zina kazi.
hiyo mizizi iliyoota kwenda chini na kazi zake, na yenyewe kazi yake kubwa inaweza kutumika kama dawa ya kumshusha mtu cheo. Sasa sisi tunataka tusishushane, kwanza tupandishane. Tujifundishe kupandishana au kujihamisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa ukipata ile mizizi iliyoota juu, ile imebembea ya mua, basi utaichukua, utaikatakata na kisu, utaichukua kisha utaisaga vizuri. Kwa mizizi hizo utaichukua, utaikatakata vizuri, utaisaga au utaiponda ponda hiyo mizizi. Ukishaiponda ponda, lengo ni ikishalainika uyanike, baadaye tena utaiponda au utaitwanga au kuisaga. Kama kuna ile heavy duty blender unaweza kuisaga. Lengo ni upate unga wake. Ukishapata sasa ule unga wake ule, kisha kwa wewe ambaye unahitaji labda unasimamiwa labda na bosi fulani, unahitaji upandisho cheo, utaliandika jina la huyo bosi wako fulani lazima wewe unamjua jina lake, na ikiwezekana la mama yake au na la baba yake, unaandika pale fulani bin fulani, nahitaji mimi fulani bin fulani unipandishe cheo kutoka hapa nilipo kwenda cheo cha juu. Aidha unataka uhamishwe cheo au sehemu kutoka hii kwenda nyingine, basi utaandika jina la bosi wako na manuizi yako unavyotaka, labda uhamishwe hapa ofisi hiyo uende sehemu nyingine. Ukishaandika jina kwenye karatasi, alafu unachukua na ile dawa ya ule unga wa mua, yani wa mizizi mua, unafungia pamoja kwenye ile karatasi, kisha utatumia kuchoma hiyo karatasi pamoja na ule unga. Unachoma pamoja katika moto mkali. Ila unachoma kwa nini? Kwa manuizi ya kuhitaji kupandishwa cheo au kuhamishwa kutoka sehemu moja ya kazi kwenda nyingine. Na utafanya zoezi hilo asubuhi na jioni. Asubuhi na jioni kwa muda wa siku 3 mpaka siku 7. Siku 3 mpaka siku 7. Haijalishi ni kazi gani unaoifanya, ila kama ni kazi ambayo ina mabosi, kuna vyeo kwamba ukiwa cheo fulani unalipwa labda vizuri, au kihamishwa kutoka hapo kwenda nyingine unaona utafanya vizuri au utaishi maisha mazuri, basi fanya hivyo. Kwa dawa hii inachomwa ndani ya siku 3 mpaka siku 7, ila kwa manuizi. Lakini kumbuka kipindi unaichukua dawa hii, yani labda kama wewe utakwenda kutafuta mua pahala ulipoota, kipindi unakwenda kuichukua ile dawa, yani kuchukua ile mizizi, tia nia kule. Tia nia. Tena kwa utaratibu mzuri kwa wale ambao wanafanya hizi dawa za asili, ikiwezekana hata utoe na kijisadaka, labda unaweza ukaenda na manafaka, labda hata ya mpunga, mtama, mchele, uwele, ulezi, unamwaga kidogo pale, kwa sababu hizi miti zina mahudamu, yani zina watumishi ambao wanazitumikia. Sasa wale ndio wanazipa nguvu hizi miti ziweze kufanya vizuri katika nini? Katika yale majambo yako unayokuwa umeyaomba. Kwa utia nia, mwaga sadaka yako. Kama hauna sadaka ya nafaka, nenda hata na fedha itupe pale. Chukua ile mizizi kwa nia maalum kwamba nakwenda kutengeneza dawa kwa ajili ya nini? Ya kupandishwa cheo au kuhamishwa sehemu ya kazi. Basi ndio chukua dawa yako katengeneze vizuri, itakusaidia hii dawa. Dawa hii imeandikwa katika kitabu cha Maajabu ya Mitishamba katika kutibu maradhi ya kijini namba 3. Maradhi ya kijini na uchawi namba 3. Na huu mti sijawahi kufundisha, ila nitakuja kufundisha, ila ni mti wenye matumizi mengi. Mti wa mua nimeuandika kabisa. Una uwezo wa kumshusha mtu cheo au mamlaka. Huo mti huo. Lakini pia mti huu unaweza ukatumia ukatengeneza dawa ya kuipangilia nyota yako iwe na mvuto wa namna gani. Labda uwe na mvuto kwenye biashara au kwenye madini au kwenye uvuvi au kwenye usanii. Yaani kuna namna ya kuelekeza nyota yako ingae wapi. Lakini mti huu una kazi kama vile kazi kama kupata mvuto mkali wa mwili kupitia mti wa mua.
Lakini pia kumwachisha mtu na ulevi wa pombe. Kama ndugu yako au wewe mwenyewe umechoka kunywa pombe, unataka uache pombe, unaweza ukatumia mti huu wa mua kukufanya ukaacha pombe. Sasa unafanyaje? Tutakutana katika kipindi kingine, tutakuja kufafanua vizuri huu mti. Nimekuja na somo hili leo kwa sababu kuna mtu aliniuliza maswali namna gani tunaweza tukapanda cheo au kuhama sehemu moja kwenda nyingine. Nikasema dawa hiyo nishafundisha kwenye kitabu, nitakuja kuitolea ufafanuzi kwenye ukurasa wa Facebook na YouTube. Lakini pia mti huu wa mua unaweza ukatumika kama kinga ya mwili au shamba. Ukitaka kujua hayo, fuatilia kwenye kitabu hicho kama unacho, au kama hauna unaweza ukakitafuta. Lakini pia mti huu wa mua una kazi ya kurudisha mahusiano yaliyokufa. Kama una mahusiano na mwenza wako, mpenzi wako, mke wako, mahusiano yamekuwa ya hovyo hovyo, unaweza ukarudisha mahusiano yaliyokufa. Lakini pia mti huu wa mua unasaidia mmeng'enyo wa chakula na kupata hamu ya kula kwa yule ambaye hana hamu ya kula. Lakini pia mti huu una uwezo wa kutibu matatizo ya presha ya kupanda na kusafisha macho na mkojo. Kama una tatizo hilo, kupitia mti wa mua unaweza kusaidika. Lakini pia mti huu unasaidia kupambana na matatizo ya ini na ugonjwa wa manjano. Pia mti huu unaweza ukatumika kusafisha figo kwa wale wenye matatizo ya figo kwa chafu. Lakini pia mti huu wa mua unaweza kukusaidia kwenye matatizo ya kuimarisha nguvu za kiume kwa wanaume. Hayo ni baadhi ya matatizo yanayoweza kutibika au kutatuliwa na mti huu wa mua. Mti huu umeandikwa katika kitabu cha Maajabu ya Mitishamba katika kutibu maradhi ya kijini na uchawi. Kitabu namba 3 jamani. Kuna kitabu namba 1, 2 na 3. Sasa ukikihitaji au ukihitaji somo hili, katafuta kitabu namba 3 ndio kina somo hili. Fuatilia kwenye mti wa mua kuanzia peji ile ya 80. Ukurasa wa 80 pale ndio mti wa mua umeanza kufundishwa pale. Tutajifundisha vitu vingi vinavyozungumzia mti huu. Lakini in short tutakuja kuelekezana siku zingine tufafanue zaidi mti huu unafanyaje kazi katika matumizi mengine ambayo nimekusomea hapo ambayo hatujatolea ufafanuzi. Inshallah, hii ni Tiba Facts Online TV. Mimi ni Ustaz Bashir. Tulikuwa katika somo la dawa ya kupandishwa cheo au kuhamishwa sehemu ya kazi kwenda sehemu nyingine kupitia mti wa mua. Tumetumia mizizi zile zinazoota juu, sio za chini. Za chini zinatumika kumshusha. Tutakuja kufundisha siku nyingine dawa kumshusha mtu cheo, lakini sio jambo zuri ila anaweza kafanywa hivi mtu kumshusha mtu cheo kama ni bosi, ana kiburi, ana dharau, anameona nyinyi si lolote, si chochote, basi mnaweza mkatumia dawa hii kumshusha naye arudi chini ili kuikomesha ile dharau yake, lakini sio jambo zuri. Ila hii ya kupandishwa cheo ni jambo zuri kwa sababu kila mtu anatamani awe hivyo, mshahara uongezeke, kipato kikue, heshima ipande, vitu kama hivyo. Ndio maana tumefundishana leo. Tutakutana kipindi kingine sana wakati mwingine. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.